Kuiona wizara hii kama alivyosema Prof. Watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida. Hii wizara nakuhakikishia ndani ya mwaka mmoja kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu aliyoko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na utamaduni. Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii unavaa vibaya nje ya geti. Kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? Matajiri wote wako kwenye hii wizara. Celebrity wote nchi duniani wako wapi? Watu wanaotumia magari kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon wako wapi? Watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi ukitembea kinyonge nyonge, manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye muonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku. Mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela wanawatamani watu wa huku, wakipata hela wanaanza kuwawinda. Wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta. Nafikiri nikisema hivyo mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu hakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii. Jisikie fahari ya kwamba kila kona ya nchi hii watu wanajua kazi yako. Unajua ukiwa mahala ni wewe mwenyewe uamue watu wakutambue au watu wasikutambue. Mimi tabia yangu Mheshimiwa Waziri, hata nilipokuwa pale mkoani Arusha, nitamfahamu mtu kama kuna kazi tunafanya naye. Habari ya dini yako, kabila, ni wala kama kuna kazi tunafanya mara kwa mara itatufanya nini? Tufahamiane. Kwa hiyo ukiona nakuuliza kila mara jua hauna jambo leo unafanya nini fanya nini? Sasa hebu jitahidi uhakikisha kwamba hata maandiko yanasema jitahidi kujionyesha kama umepata kibali mbele za nani? Mbele za Bwana. Lakini sambamba na hilo, Mungu akituwezesha, Mheshimiwa Katibu Mkuu, vijana wengi wa taifa hili wamejiajiri kwenye habari, hasa online TV na wanaotumia mitandao ya kijamii. Tutaomba mamlaka, na Mheshimiwa Rais ni mtu anayependa sana vijana wa social media. Na mtakumbuka alivyoingia madarakani alihakikisha kwamba anawapa nafasi mjipatie ajira. Nitaenda kumlilia Daktari Samia atupatie fedha kiasi cha bilioni 1 mpaka bilioni 2. Tuwakopeshe vijana wa kwenye mitandao wawe na vifaa vyao wenyewe. Unaporekodi usirekodi kwa kisimu, urekodi kwa kamera ya maana, uwe na kompyuta yako vizuri, alafu tengeneza content ambazo dunia itaziona na kuiona Tanzania katika uzuri wake.